Sawa, nilikuwa nafuatilia baadhi ya comment mara baada ya Diamond kuposti zile picture na video. Kuna baadhi ya watu kama hawakuamini kama ile ni ndoa kweli, ama kuna baadhi ya watu wakasema hii ndoa ni ndoa ya mkeka. Nikasema nimtafute Shedwani atuambie nini tafsiri ya maana ndoa ya mkeka. Pointi zao zilikuwa, wapo ambao wamesema kwamba wakati Diamond anafungishwa ndoa hapakuwa na ubani, tumezoea kuona yule moshi ubani kidogo. Mambo mazuri yananukia. Na hata Diamond alivyokuwa ameenda kumshika kichwa mkewe ambaye ni Zuchu mara baada ya tukio la ndoa kumalizika, tukuona hata zile piko ambazo amecholwa kama ambavyo tumezoea. Swali langu, kwanza nini maana ya ndoa ya mkeka, ama vile ambavyo umeitazama inaweza kuwa ni ndoa mkeka, alafu kukosekana kwa ubani, kukosekana kwa mwanamke kucholwa inaweza ikabatilisha kusema hii ndoa si halali, ama pia hii ni ndoa mkeka kwa sababu hakuna ubani wala mwanamke hajacholwa zile ina? Mimi nafikiri kwanza ili neno ndoa ya mkeka ni mustalaha ambao wamejitengenezea tu watu. Yaani wameutengeneza mustalaha huo. Lakini kuna vitu katika sharia vinaitwa shurutu sihati nikah, yani masharti ya kusihi kwa ndoa. Masharti ya kusihi kwa ndoa, sharti la kwanza ar-ridha zawjain, ni ridhaa ya hawa wanaooana. Yani mke na mume wanaooana, je, wameridhia? Yani wamekubaliana katika sala ile la ndoa? Hii ni sharti ya kwanza katika shuruti sihati an-nikah, sharti za kusihi kwa ndoa. Lakini sharti ya pili natakiwa patikane wali. Wali maana yake ni mzazi wa huyu binti anayekwenda kuolewa, au ikosekana mzazi basi wapatikane zile silsila za mawali. Kwa maana kama mzazi hayupo basi inatakiwa wali namba 2 ni nani? Anakuwa babu. Hayupo namba 2 basi anakuwa ni nani? Anakuwa kaka. Hayupo kaka anakuwa baba mdogo au baba mkubwa, au kadhalika kauli yao. Inawezekana wakawa wapo eneo la tukio wasifike, lakini kauli yao ikapatikana. Labda baba akamwambia shekhe, naomba nisimamie huyu binti. Hilo jambo limekwisha. Kwa hiyo baada ya kupatikana hii wali, kwa maana wali wa binti, hii ni sharti ya pili min shuruti sihati an-nikah, katika masharti ya kusihi kwa ndoa, ambayo tumeaona pia yanatimia pale kwa Diamond. Lakini sharti la tatu ni kupatikana mashahidi watakaoshuhudilia ile ndoa, kwa sababu ili isije baadaye ikasemekana kwamba hawakuoana kwa sababu hamna shahidi yote, lakini mashahidi wameshuhudia ile ndoa. Lakini kadhalika lipatikane na neno la kufungisha ndoa yenyewe, ambayo tumemwona pale Sheikh Walid akimfungisha ndoa. Na mahari pia inatakiwa ipatikane. Na tumeona pale akitamkiwa kabisa kwamba umemuoa Zuhura binti nani pale, umesema binti kadha, binti nani? Binti Uthmani, kwa mahari mliokubaliana na umetoa yote. Anasema hivyo. Yes, bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel yetu. Nikwambie tu kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wapo karibu na mitandao ya kijamii, kwa hakika bila shaka utakuwa umeshakutana na video sambamba na picha ambazo zinamuonesha msanii wa Bongo Flava, kwa maana kwamba Diamond Platinum akiwa anahalalishwa, kwa maana kwamba anathibitisha kile kitendo cha kufunga ndoa. Moja kati ya video na picha ambazo zimezua gumzo ni masaa machache kutoka sasa hivi, ikimonyesha Diamond Platinum akiwa anaulizwa baadhi ya maswali na shehe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid. Picha zingine ziko zinamuonesha kwamba Diamond akiwa anamshika kichwa mkewe mara baada ya kuweza kutamatisha tukio zima la kufunga ndoa. Maswali yamekuwa ni mengi sana juu ya kile ambacho kimetokea. Wengi wanajiuliza kwamba je, hii ni ndoa kweli ama sio ndoa kweli? Wengine wanajiuliza kwamba hii ndoa ni halali ama sio halali. Sababu ni nyingi za wao kuweza kuuliza maswali kama hayo, lakini kubwa zaidi tumemtafuta miongoni mwa walimu ambao wanafahamu mambo mengi sana kwenye masuala mazima ya ndoa na elimu ya dini. Atuambie kile ambacho anakiona yeye ama kile ambacho yeye amekiona kina uhalali kiasi gani. Tutazungumza na Shedwani atuambie kile ambacho yeye anafahamu kutana na video sambamba na picha ambazo tumeziona. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na bila shaka umeona picha sambamba na videos ikiwa inamuonesha msanii wa muziki wa Bongo Flava akiwa na Sheikh Abubakar, Sheikh Walid kama sikosei. Maswali yamekuwa ni mengi, watu wanajiuliza kwamba hii ndoa ni halali ama sio halali, hii ni ndoa kweli ama kuna kiki.
Wewe unafahamu vitu vingi sana kwenye masuala mazima ya ndoa. Ukitazama ile picha na video ilivyokaa inaweza kawa ni ndoa ama sio ndoa. Karibu. Tayeb. Naam, jambo la kwanza ni kwamba kwa mimi namna jinsi ambavyo nilivyoona ile video, ile ni ndoa sahihi kabisa. Na ndo yale mara nyingi ambayo tulikuwa tunasema ya kwamba kuna mambo mengi sana mtu anaweza kuwa anafanya maasi, lakini kuna wakati ukifika anajiuliza, limadha ana, kwa nini mimi huwa naendelea katika hali hii? Kwa hiyo ile ni ndoa sahihi kabisa. Na kwa kuwa ni ndoa sahihi, sisi tunampongeza na tunamuombea dua Mwenyezi Mungu awadumishe katika ndoa yao. Mambo ya hapa na pale katika ndoa yapo, hayaepukiki kwa mtu yoyote, yapo misukosuko ya hapa na pale. Cha msingi ni subira tu na kuvumiliana pale panapofaa kufanya hivyo. Ile ni ndoa sahihi kabisa, wala haina shida kabisa. Sawa, tumezungumza mara kadhaa kwenye masuala mazima ya ndoa. Kipindi kile ambacho msanii Jux alifunga ndoa tumezungumza, na kama kiongozi wa dini rai yako kubwa ilikuwa kwamba unatamani na hao wasanii wakubwa waoe. Kwa maana kwamba wao ni vioo, wanapokuwa wameoa kuna baadhi ya watu nyuma watafanya mazuri kwa sababu viongozi ambao wao wanawapenda na kuwafuata wanafanya. Swali langu ni kwamba imeshafika wakati sasa Diamond ameoa. Kwa hiki ambacho amekifanya, pointi yako, yani credit zako ni zipi, ama unaweza kumpongeza vipi kwa hiki ambacho amekifanya? Mimi nampongeza sana kwa sababu tendo la kuoa ni kuhifadhi nusu nzima ya dini. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia rak'atani min mutazawijin khairun min 70 rak'atin min azbin. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, rakaa mbili za mtu alioa, yani akiswali rakaa mbili za sunna, mtu ambaye ana mke, khairun ni khairi sana, yani malipo yake ni makubwa, min 70 rak'atin, kuliko rakaa 70 min azbin au min al-azbi, kutokana na, yani ukifananisha na rakaa za mtu ambaye ni bachelor, ambaye hana mke. Yani hivi sasa maana yake Diamond akiswali rakaa mbili za sunna, malipo anayoyapata ni sawa na mtu ambaye hana mke aswali rakaa 70, ndio atamfikia Diamond kwa kuswali rakaa mbili tu. Kwa hiyo hii ni pongezi kubwa, kapiga hatua kubwa sana kuelekea katika khairi. Tunachomsihi ni kukamilisha hii nusu ya pili. Nusu ya pili ni nini? Nusu ya pili maana yake ni kudumu sasa katika zile ibada za aina mbalimbali. Hili ni jambo bora sana ambalo amelifanya, na bila shaka wapo watu wengine wataiga huu mfano wa Diamond. Na zaidi katika kitu ambacho nilichokipenda katika ile ndoa yake, hakutaka iwe ni ndoa ya fahari. Angeweza kufanya kuwa ni ndoa ya fahar, watu wote duniani wakajua, lakini ameifanya neutral, ni safi sana katika hali ile, kwa sababu ndoa ni neema. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia tufiche uchumba, tuitangaze ndoa. Kwa hiyo alichotazama Diamond, kwa kuwa yeye ni mtu maarufu, anajulikana sana, kama nitaiweka wazi hii ndoa kwa haraka, inawezekana ikaleta mambo mengi sana, hasadi zikawa nyingi, fitna zikawa nyingi. Kwa hiyo hichi alichokifanya ni kukata zile hasadi na midomo ya watu. Kwa hili kafanikiwa na amefaulu, na ni jambo zuri. Mimi binafsi nampongeza, na hata dini ya Kiislamu pia inampongeza, lakini kadhalika na yale aliyoyafanya ni katika mazuri, na tutarajie mazuri. Isipokuwa sasa wasia wangu kwake ni huu: mwanamke ukiwa hujamuoa inawezekana usimjue. Yani mnaweza mkaishi kwenye uhawara hata miaka 30, lakini usimjue mwanamke ni nani. Mwanamke anatambulika vema pale ambapo unapomweka ndani. Ndo hapo ana kashful qanaa, anaondosha kinyago sasa katika sura yake. Ndio unambaini kweli kwamba yule mwanamke wa kweli, huyu Zuchu wa kweli, ndo huyu sasa ambaye alio katika ndoa. Sio yule alikuwa kwenye uhawara. Kwenye uhawara alikuwa na kinyago. Sasa baada ya kumuoa kile kinyago huwa kinavuliwa sasa. Ndio anabaki mwenyewe wa kweli. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ataona tofauti baina ya jinsi alivyokuwa naye kule katika
uhawara na hivi sasa yupo katika ndoa. Hili jambo lazima kama wasia wangu kwa Diamond alitazame kwa umakini. Ataona kuna mabadiliko makubwa sana. Lakini jambo la pili, mwanamke anapoolewa, mwanamume huwa anataka kuonyesha yeye ndiye mume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, ya kwamba baadhi ya wanamume, hii inaitwa yani litafdhili al-ba'd, inaonyesha ubora wa baadhi. Sio kila mwanaume ni kiongozi. Kuna wanaume wengine wanatakiwa waongozwe tu kutokana na maarifa yao kuwa machache. Lakini kuna wanaume wengine wao ndio wasimamizi wa wake zao. Sielewa kidogo. Ndio. Yani aya ndio inasema hivyo. Ar-rijal, hii inaitwa litafdhili ba'dhin. Inaonyesha baadhi ya wanamume ndio wasimamizi kwa wake zao. Kuna wanaume wangapi tunawaona katika ndoa zao, lakini yeye amri inatoka kwa mke. Ndio anasema la khaira fi baitin imri'in, hapana kheri katika nyumba ya mtu ambaye tasihu fiha dajajatu wa yasmutu dik, ambaye anayewika ndani ya nyumba hiyo ni tetea, alafu jogoo anaambiwa tulia kimya, kaa kimya. Ni majumba mangapi tunayaona yanakuwa hivyo? Dini imeswihi. Dini haiswihi katika hilo. Na hiyo ndio nyumba inakuwa hakuna kheri katika nyumba ya namna hiyo. Mwanaume ukiwa wewe kauli zako ziko chini na kauli ya mwanamke ikawa ndio iko juu, hiyo nyumba ni nyumba hatari. Ni sawa na nyumba ya buibui. Namjua buibui? Wanaita al-ankabut. Buibui jinsi alivyo, na Mwenyezi Mungu akaisifia nyumba ya buibui kuwa ni nyumba mbaya kabisa. Yani haitakiwi wanadamu kuishi maisha ya nyumba ya buibui. Kwa sababu kwanza Mwenyezi Mungu alivyomuumba buibui, buibui wa kike ndio mkubwa kuliko mwanamume. Takriban mara 5 mpaka mara 10, yani kwa ukubwa wake. Kiumbo, naam. Lakini huyu buibui wa kike ye ndio mwenye nguvu kuliko buibui mwanamume. Kwa hiyo buibui anachokifanya, yeye anamtaka yule mwanamume pale anapojisikia matamanio yake au hamu yake katika hali za namna hiyo. Huyo ndio mwanamume atakuwa anahitajika wakati huo. Baada ya kumaliza haja zake, huyo mwanamume hana maana, hana mpango wa aina. Na akikaa vibaya atakamatwa, atafanywa supu, ataliwa. Ndio maana Mwenyezi Mungu asema inna auhana albuyuti la baitul ankabut, nyumba mbaya isiyofaa haitakiwi kabisa ni hii nyumba ya buibui. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanadamu wanaishi kama wanavyoishi buibui. Nyumbani kwake amri zinatoka kwa mke, yeye hana neno la kusema. Atakavyosema mke ndio hivyo hivyo. Kasema mama bana, hamna namna nyingine, lazima tu tusikilize. Wewe unakuwa ni mtu wa hovyo hovyo, ndio maana yake. Sasa unapomuoa mke mara nyingi sana ndipo huwa anajifunua sasa kukuonyesha ule uhalisia wake namna jinsi alivyo. Na mwanamume anataka amri zake zitekelezwe. Ndio maana utaona mtu, inawezekana mtu akakutana na mwanamke klabu mathalan, kwa kuwa wote ni watu wa klabu, lakini wakaanza mahusiano huko klabu. Akishamuoa watu anamwambia kuanzia leo utabaki nyumbani, hakuna kwenda klabu. Sasa huyu mwanamke kama ni mwanamke anayejielewa vizuri, itabidi aache kwenda klabu, kwa sababu sasa hivi ni mtu mwingine, sio yule tena. Lakini kama atakuwa hajielewi, atakwambia hapana, mimi klabu nitakwenda kwa sababu ndipo mahala uliponitoa. Sasa pakisha kuwa katika hali za namna, ndoa hii mara nyingi huwa haidumu. Panaanza mizozo kwa sababu huyu mtu anakuwa anabaini kwamba kule klabu sio mimi peke yangu, kuna wengine kama nilivyokuona mimi, pia kuna wengine watakuona hivyo hivyo nilivyokuona mimi. Ndio maana anaambiwa kaa nyumbani, wewe ushakuwa mke na sio hawara na sio muhuni. Tulia nyumbani au fata utaratibu wangu. Hapa sasa wanawake wengi huwa wanafeli. Ndio utamwona mwanamke anasema kwa nini wakati mimi mmenikuta huko, tumekutania huko, inakuwaje? Huyu sasa ni yule mtu ambaye hajielewi. Kwa hiyo tunamuombea dua tu Diamond na Zuchu, basi ajue kabisa Zuchu kwamba sasa hivi yuko chini ya amri ya mume wake ambaye ni Diamond, kwa chochote anachomuamrisha katika yale ambayo yanayomridhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hana namna, ni lazima atekeleze tu. Bali akimuamrisha katika yale ambayo yanayomchukiza Mwenyezi Mungu, hapo Zuchu anaweza akakataa. Anaweza akakataa na anaweza akamwambia hili si jambo sahihi katika hali za namna hii. Kwa hiyo mimi niseme tu Diamond kafanya kitu kizuri sana. Na asipatikane mtu wa kumbeza Diamond. Na tulisema ataelekea katika mazuri, atakwenda anaacha moja baada ya jingine.
maadamu mwenyewe kathibitisha anasali sala 5, ataacha moja baada ya jingine. Ipo siku tu, hatujui ni mwaka gani na wakati gani, anaweza kabisa ikatokea siku akatangaza, jamani mimi katika mziki simo. Inawezekana kabisa, na Mwenyezi Mungu anaweza kufanya hivyo. Muqallibal qulub, anaweza kubadilisha mioyo ya watu. Inawezekana. Kwa jambo la msingi, mimi binafsi nimpongeze na nimuombe dua katika hili. Ni jambo bora, ni jambo zuri, na hata wale wasanii wengine ambao hawajaoa wako wanaishi na vimada tu, oeni na nyinyi, oeni, fateni utaratibu huu, fateni mwenendo huu ambao ulikuwa bora, oeni inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu atawapeni khairi zilizokuwa nyingi kabisa. Sawa, nilikuwa nafuatilia baadhi ya komenti mara baada ya Diamond kuposti zile picha na video. Kuna baadhi ya watu kama hawakuamini kama ile ni ndoa kweli, ama kuna watu, baadhi ya watu nao wakasema ndoa ni ndoa ya mkeka. Nikasema nimtafute Shedwani atuambie nini tafsiri ya maana ndoa ya mkeka. Pointi zao zilikuwa, wapo ambao wamesema kwamba wakati Diamond anafungishwa ndoa hapakuwa na ubani, tumezoea kuona yule moshi ubani kidogo, mambo mazuri yananukia. Na hata Diamond alipokuwa ameenda kumshika kichwa mkewe ambaye ni Zuchu mara baada ya tukio la ndoa kumalizika, tukaona hata zile piko ambazo amecholwa kama ambavyo tumezoea. Swali langu, kwanza nini maana ya ndoa ya mkeka, ama vile ambavyo umeitazama inaweza kuwa ni ndoa mkeka, alafu kukosekana kwa ubani, kukosekana kwa mwanamke kucholwa inaweza ikabatilisha kusema hii ndoa si halali, ama pia hii ni ndoa mkeka kwa sababu hakuna ubani wala mwanamke hajacholwa zile ina? Mimi nafikiri kwanza ili neno ndoa ya mkeka ni mustalaha ambao wamejitengenezea tu watu. Yani wameutengeneza mustalaha huo. Lakini kuna vitu katika sharia vinaitwa shurutu sihati nikah, yani masharti ya kusihi kwa ndoa. Masharti ya kusihi kwa ndoa, sharti la kwanza ar-ridha zawjain, ni ridhaa ya hawa wanaooana, yani mke na mume wanaooana. Je, wameridhia? Yani wamekubaliana katika sala ile la ndoa? Hii ni sharti ya kwanza katika shuruti sihati an-nikah, sharti za kusihi kwa ndoa. Lakini sharti ya pili, natakiwa patikane wali. Wali maana yake ni mzazi wa huyu binti anayekwenda kuolewa, au ikosekana mzazi basi wapatikane zile silsila za mawali. Kwa maana kama mzazi hayupo, basi inatakiwa wali namba 2 ni nani? Anakuwa babu. Hayupo namba 2, basi anakuwa ni nani? Anakuwa kaka. Hayupo kaka, anakuwa baba mdogo au baba mkubwa, au kadhalika. Kauli yao inawezekana wakawa wapo eneo la tukio wasifike, lakini kauli yao ikapatikana. Labda baba akamwambia shekhe, naomba nisimamie huyu binti, hilo jambo limekwisha. Kwa hiyo baada ya kupatikana hii wali, kwa maana wali wa binti, hii ni sharti ya pili min shuruti sihati an-nikah, katika masharti ya kusihi kwa ndoa, ambayo tumeaona pia yanatimia pale kwa Diamond. Lakini sharti la tatu ni kupatikana mashahidi watakaoshuhudilia ile ndoa, kwa sababu ili isije baadaye ikasemekana kwamba hawakuoana kwa sababu hamna shahidi yote, lakini mashahidi wameshuhudia ile ndoa. Lakini kadhalika lipatikane na neno la kufungisha ndoa yenyewe, ambayo tumemwona pale Sheikh Walid akimfungisha ndoa, na mahari pia inatakiwa ipatikane. Na tumeona pale akitamkiwa kabisa kwamba umemwoa Zuhura binti nani, pale umesema binti kadha, binti nani? Binti Uthmani, kwa mahari mliokubaliana na umetoa yote. Anasema hivyo. Maana yake hii ni ndoa ambayo imesihi kabisa na wala haina tatizo la aina yoyote. Kwa hiyo kusema ndoa ya mkeka, mkeka ndio nini kwanza? Mkeka maana yake nini? Ndoa imekuwa ni ghafla, kuna tawapambe. Yani ndoa hata ikiwa barabarani, yani mtu kasimama barabarani, bana tunapiga ndoa hapa, haina shida hiyo, wala haina tatizo katika vitu ambavyo vinatakiwa vifanywe haraka ikiwezekana. Mojawapo ni mtu akifa azikwe haraka, kwa sababu hata mkikaa naye afufuki mzee, ndio kaishaenda huyo. Lakini jambo la pili kwamba mtu taslimu, usimwambie uje kesho ndio nikusilimu, hapo hapo inatakiwa apigwe shahada. Na jambo la tatu, ndoa, mtu akwambia bana mimi niko tayari nataka kuoa, aozeshwe haraka sana. Kwa sababu kama ukimwambia utaoa kesho alafu leo akaenda kufanya zina, na wewe umo katika hilo swala, kwa sababu lau ungemuozesha leo hii ingezini huyu.
Kwa hiyo jambo la msingi miongoni mwa mambo ambayo yanatakiwa afanywe haraka ni hili suala la ndoa pia. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba miongoni mwa mambo ambayo sisi kama wazazi tunatakiwa kuyafanya, haki ya mzazi kumfanyia mtoto wake amuozeshe pale tu anapobaligh. Masahaba wakamuuliza, je, akiwa mwanamume sawa, tunaweza tukamtafutia mchumba akaoa? Sasa huyu mwanamke ambaye tayari kaisha vunja ungo, tunamuozeshaje wakati yeye ni matluba, ni mtu ambaye anayetafutwa mpaka aje huyo wa kumuoa? Mtume akasema, mpambeni huyo mwanamke, mnunulieni mavazi mazuri apendeze, basi kadhalika atapatikana mtu wa kuja kumuoa katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo kuna jambo la msingi sana hapa. Kwa hiyo ndoa ifanywe kwa haraka. Piko au kupaka poda, wanja na mfano wa hayo sio masharti yanayofanya kwamba ndoa iwe imesihi. Sio sharti kabisa inayofanya ndoa kuwa imesihi. Au kuwa na tafrija kubwa sana, sio sharti la kufanya kuwa ndoa kuwa imesihi. Ndoa inasihi kwa kuwepo kwa ridhaa ya hawa wanaoana, lakini kadhalika kupatikane wali au kauli ya wali, lakini kadhalika kupatikane mashahidi wawili tu wanatosha. Wawili tu wanatosha kabisa. Tena na ni vizuri, inapendelea au inapendekezwa au mashahidi wawe ni katika watu wa karibu ya familia. So lazima wapatikane kina nani kwa sababu ni wasanii wenzake. Hata watu wawili tu katika familia wanatosha sana kufanya ndoa kuwa imesihi. Lakini na jambo jingine ni mahari. Iwe mahari yametoka alafu ije tamko la kuozesha. Bas. Ubani hauna nafasi. Ubani ile inaitwa al-istihsani, ni kufanya tu pale mahala pawe na harufu nzuri tu basi. Lakini hauna maana nyingine yoyote katika suala la ndoa. Zaidi ya kuchoma ule ubani ni kufanya mahala pale pawe na harufu nzuri basi. Kwa kuwa tendo linalofanywa pale la kuozesha ni tendo zuri, basi na mandhari ya pale yawe na harufu nzuri basi. Hiyo ndo maana ya ubani. Lakini kusema eti ubani ndo ndoa yenyewe, haipo hiyo. Kwa kifupi, nini maana ya ndoa ya mkeka sasa? Tuwape watu elimu kidogo. Ndoa ya mkeka ni ile ndoa ya kukamatiwa. Yaani mtu alikuwa yuko na binti wa mtu, umeona? Anafanya naye zina, alafu huyo nani mwenye binti yake akatonywa huko. Bana yule jamaa yuko naye mahala fulani. Ndio yule jamaa anachokifanya, anachukua watu wawili watatu na shekhe akiwemo. Twendeni tu, yani huyo mtu inakuwa kama akafumaniwa, alafu ndio anapigwa ndoa hapo hapo. Hiyo ndio inaitwa ndoa ya mkeka. Lakini ndoa mtu kapanga, anamchukua huyo mchumba wake, wanakwenda mpaka kwa shekhe mathalan, au anamuita shekhe, njoo hapa mahala, tunataka ndoa ifanyike. Hii sio ndoa ya mkeka, ni ndoa sahihi kabisa, haina shida. Kwa sababu ndoa ya mkeka ni ile ya kukamatiwa. Unazini na binti wa mtu, sasa wakakuweka katika target, siku wamekuona uko naye, hapo hapo watu wakakupiga ndoa. Huyo kifupi, Diamond na Zuchu, hii sio ndoa ya mkeka. Sio ndoa ya mkeka kabisa. Zuchu na Diamond ni ndoa sahihi, ni ndoa ambayo haina tatizo hata kidogo, na ni ndoa sahihi sana. Na katika hilo neno la mkeka wala haimo kabisa. Haimo kabisa hiyo ndoa, kwa sababu ni ndoa ina ridhaa ya watu wawili. Lakini huyu ndoa ya mkeka anakubalishwa kwa nguvu, ujue. Kwa nguvu kabisa. Ukitaka utaoa, ukutaka utaoa. Basi hamna tatizo, inshallah mimi niko tayari. Anaozea hivyo. Kufanyika nyumbani kwa shehe, Shehe Waridi, ndoa ile. Haiwezi nayo pia ikapelekea kwamba hii ndoa ikawa sawa na wale wanaosema ndoa sio sahihi. Kwa nini wachukuzane mke na mume waende nyumbani kwa shehe? Ndio maana nikasema ndoa hata ikiwa barabarani iko sahihi kabisa, maadamu zile shurutu sihati nikah, sharti za kusihi kwa ndoa zikikamilika, hata ikiwa barabarani haina shida kumpeleka kwa shekhe. Hilo ni jambo zuri zaidi kabisa, insha Allah biidhnillahil karim. Imesihi, iko safi, haina shida. Naam. Sawa, wito wako ni upi sasa kwa wasanii wengine ambao hawajaoa kina Harmonize hawa? Kwanza katika wasanii ambao nawashangaa kazi kubadilisha wanawake tu ni huyo Harmonize pia. Unajua Diamond alikuwa na mambo yake, lakini kidogo anastaha fulani. Lakini huyu Harmonize, Harmonize ni mtu wa ajabu mno. Yeye kazi yake kubadilisha wanawake, mara wanarudiana na wale. Sasa sijui anakuwa kasahau kama ashatembea nao, baadaye anarudi tena. Hiyo anaweza kujua yeye mwenyewe na mauzauza yake. Yaani huyu jamaa anatakiwa aoe, kwa sababu huwa anaharibu sana
jamii, anaharibu. Kuna watu wanaiga yale mambo, wanahisi kwamba ndio usahihi wenyewe, lakini ni hatari sana. Mimi nimwambie na nimshauri aone haya, aone haya, na yote anayofanya ni kukosa aibu tu. Mmoja anasema fa in lam tastahi fasna bima tasha au fasna ma tasha au kama qal, ikiwa kama wewe hauna aibu, hauoni haya, basi fanya unachotaka. Lakini ukiwa unaona haya, unajua kwamba najiweka katika nafasi gani katika jamii, najiweka vipi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu, kwa Mola wangu. Ukijiuliza maswali ya namna hii, lazima umuone haya aliyokuumba. Sasa huyu bwana yeye hana haya. Mimi ni mshauri ajaribu kuwa ni mtu mwenye aibu, aoe. Kwa anachukua mwanamke huyu mwanamke yule, kuna haja gani? Na uzuri katika dini yetu ya Kiislamu tumeruhusiwa wake 4. Anaweza kuoa huyo alokuwa naye, akimuona hatoshi ongeza wa pili, ukimuona hatoshi ongeza wa 3, ukimuona hatoshi funga kwa kuongeza wa 4, unakuwa umemaliza. Na hapa kwa kutokana na hali halisi namna tulizokuwa nao sisi, ukiwa tena bado una wake 4 na bado una vimada nje, wewe una matatizo tena. Una matatizo makubwa sana. Kwa hiyo mimi ni mshauri Harmonize na wasanii wengine kwa ujumla, wakiwa wasanii wa kiume na wale wasanii wa kike ambao wanaishi na mahawara, na wao wafunge ndoa. Maana kuna wasanii wa kike wengine nao ni matatizo makubwa. Wanabadilisha wanaume kila ukicha, tena sasa wao wanataka vijana. Wao wenyewe umri ushaenda, wanataka vijana. Watu wana maajabu sana. Anakaa naye kijana miaka siku zake kadhaa, miezi yake kadhaa, kaachana naye, anakamata mwingine. Mambo gani haya? Huu ni uhuni. Na kwa mazingira haya mimi niseme tu, ni washauri waoe, umri unakwenda, lakini kadhalika vile vile umri wetu ni mdogo sana tunaoishi hapa duniani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema umri katika ummati wangu ni baina ya miaka 60 mpaka 70. Ukipewa zaidi ya hiyo miaka 70, basi ujue upo katika ofa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa jiulize hapo ulipo, huyu Harmonize ana miaka mingapi? Katika hiyo 60 au 70, utakuta kaisha kata miaka mingi. Upo tu unazaa matoto yaeleweki, hayana baba, yapo wewe unahisi kwamba watoto wangu sio wa kwako hao. Hao ni watoto wa huyo mwanamke, sio wa kwako. Lakini utajiproud hivyo na mfano wa hayo. Sasa huu ni mtihani mkubwa. Kwa hiyo waoe. Kuna kitu mkizungumza. Huyu ambaye hajaoa akizaa mtoto na kwa sio wake, ama nipate elimu kidogo. Sio wa kwake. Huyo mtoto anakuwa ni mtoto wa mwanamke. Dini inasema hivyo. Dini inasema hivyo, anakuwa ni mtoto wa mwanamke na si mtoto wake. Kwa sababu huyu ni mtu ambaye amedandia katika shamba la watu. Apanda mbegu katika lile shamba la watu. Kwa hiyo je, hii mbegu ambayo itakayoota inakuwa ya nani? Ya huyu alokuja kupanda katika shamba la watu au la mwenye shamba? Bas, ndio kitu anachokifanya. Ni kiherehere kwenda kupanda mbegu katika shamba lisilokuhusu. Ndio maana yake. Tubaki hapo kwa Harmonize. Maana baada ya Diamond kuweza kukamilisha la ndoa kama tulivyoona video sema picha, Harmonize aliweza kuposti kwenye mtandao wake wa Instagram kwa kusema kwamba kama namkijeli hivi, unajificha kwenye mamvuli wa kuoa ili mradi huyo Zuchu asitoke hapo ambapo yupo sasa hivi, kwa maana kwamba asitoke Wasafi. Natamani nisikie neno lako, kejeli ambazo Harmonize anazitoa kwa Diamond, wakati wewe binafsi umempongeza Diamond kwa hiki ambacho amekifanya. Tafsiri yake nini ikiwa yeye mwenyewe bado hajaingia kwenye ndoa? Ni inaonyesha kabisa kwamba Harmonize ni mshamba. Hizo kauli ni kauli za kishamba kabisa. Kwa sababu ndoa ndio kitu kinachohitajika. Mwenzako ametoka katika uzinifu kaingia katika ndoa. Wewe bado unaonyesha kupromo uzinifu na kuikejeli ndoa. Wewe ni mshamba tu wa kawaida. Kwa hiyo mimi niseme hizi ni kauli za kipuuzi na ni kauli za hovyo. Na hata yeye mwenyewe huyo Harmonize akikaa akazifikiria vizuri kauli zake, anaweza akaona kabisa ni kauli za kishamba. Mwenzako kafanya jambo kubwa, mpongeze tu mzee. Mpongeze tu. Alichofanya ni kitu kizuri. Na kwa kuwa kafanya kitu kizuri, iwe kwa ajili ya kumbakisha Zuchu, iwe sio kwa ajili ya kumbakisha Zuchu, kwa alichokifanya sisi tunapongeza kile alichokifanya. Na hata kama ikiwa ni kwa ajili ya kumbakisha Zuchu, basi ana akili nyingi.
Kuna ndugu yangu mmoja aliwahi kunieleza tukio moja. Yeye alikuwa katika maisha yake maisha magumu sana, lakini ana vision nzuri, ana muono mzuri wa kuona nini naweza kufanya katika maisha yangu. Sasa siku moja akasema nina haja ya kuanzisha kampuni. Sasa wenzake wakawa wanamcheka, wewe wa kuanzisha kampuni wewe? Anambia naam. Basi Mwenyezi Mungu akaja akamkutanisha na binti mmoja, simtaji jina. Wakaungana, yule binti naye ana muono kama alikuwa nao yule bwana. Wakaungana kwa pamoja, mawazo yao kwa pamoja, Mwenyezi Mungu akawaruzuku, wakaweza kweli kuanzisha kampuni. Kampuni ikaanza kukua vizuri kabisa. Sasa baada ya kukua ile kampuni, huyu bwana akapata fursa akaenda kuoa. Kamuoa mke fulani, kaishi naye, mama watoto wake. Lakini sasa kampuni imekuwa, pesa inapatikana milioni 100, milioni 150 inaingia fedha. Lakini kumbuka hii ni kampuni ina share baina ya watu wangapi? Wawili. Huyu mdada na huyu mkaka. Sasa kampuni shakuwa vizuri kabisa, akawa anajitokeza mtu anataka kuja kumuoa huyu binti. Huyu bana akaona huu mtihani. Nikitoa fursa kwamba huyu aje amuoe huyu binti, maana yake na hii kampuni itakufa. Sasa cha msingi ni nini? Ni muoe mimi mwenyewe. Unaona akili hiyo? Ni muoe mimi mwenyewe ili awe wangu, kampuni ya kwetu na mambo yanaendelea. Ndicho alichokifanya. Ingawa baada ya kuoa kukatokea mizozo baina ya yule mke mkubwa na huyu, lakini baadaye mambo yakakaa sawa, kheri ikaendelea. Kwa hiyo kama Diamond alimuoa Zuchu kwa lengo la kumbakisha Wasafi, basi ana akili kubwa na ana akili nyingi na kafanya kilicho bora zaidi. Tunachofanya sisi ni kupongeza tendo la yeye kuoa, kwa sababu tendo la yeye kuoa ni tendo la kisheria, ni tendo la dini, ni tendo la kiungwana, ni tendo la kibinadamu. Sasa ukimwona mtu yeye ana promo uzinifu, maana yake huyu ni sawa na mnyama tu. Yani hana ubinadamu. Unachukua watoto watu ovyo ovyo tu bana. Unafanyaje mambo hayo bana? Mambo gani ya namna hii? Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Kauli ya Harmonize ni ya ovyo, ni kauli ya kishamba, lakini kadhalika sisi tunampa big up Diamond. Naye akifanya mazuri tutamwambia amefanya mazuri inshallah biidhnillahil karim. Kuna watu ambao labda wanatamani ama wanapenda elimu zako ambazo huwa unazitoa kila kukicha, ila hawajui jinsi ambavyo wanaweza kukupata, kuanzia mawasiliano mpaka ofisi yako ilipo, na hasa nini unadili nacho mara baada wao kuja ofisini kwako. Sahi. Sisi hapa tunadili na masala ya dua kutokana na matatizo ya aina mbalimbali, ikiwemo maradhi, mambo ya kishetani haya, masala ya kisihri kwa maana ya kichawi, na wale watu ambao wanasumbuka katika kazi zao, biashara zao, shughuli zao za aina mbalimbali. Sisi tunafanya hizo shughuli inshallah, na ofisi yetu inapatikana hapa Mbagara Kiziwiani, barabara ya lami kuelekea jeshini inshallah biidhnillah. Lakini kadhalika namba zetu za simu ni 0756 634277 au 0712 31 hiyo ndo unaweza kutupata inshallah. Bana, ni mazungumzo na shehe wangu ama mwalimu Diwani, mmoja kati ya watu ambao wanafahamu vitu vingi sana kwenye masuala mazima ya ndoa, masuala mazima ya dini na elimu kwa ujumla. Kuna kitu ambacho wewe unaweza ukatamani ufahamu kutoka kwake kikashindikana. Vitu vingi sana anavifahamu, lakini kubwa zaidi tulikuwa tunazungumza kuhusiana na ndoa ya Diamond sambamba na Zuchu, mmoja kati ya ndoa ambayo imezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii. Masuala yamekuwa ni mengi sana. Watu wanasema ndoa hii sio halali, wengine wanasema ndoa hii ya mkeka. Sababu ni kwamba imefungiwa kwa shehe, sio kwamba hapakuwa na ubani, sio bi harusi hajapakwa piko. Yote Shehe Diwani tayari ameshajibu. Nafasi ni ya kwako kwa hiki ambacho Shehe Diwani amekisema yeye kama yeye, na wewe una nafasi ya kuweza kuongea kile ambacho unahisi itakuwa ni sahihi zaidi. Nenda kwenye comment hapo tuambie hiki ambacho Shehe Diwani amekizungumza kina ukweli kiasi gani ama kina uongo kiasi gani, sababu yeye ni binadamu na wewe binadamu. Unaweza kwa wewe unafahamu zaidi kuliko yeye. Hilo la kwanza. La pili, unaweza kutuambia kuhusiana na Diamond na Zuchu kufunga ndoa. Comment yako ni ipi? Unapongeza kwa hiki ambacho amekifanya ama na wewe ni miongoni mwa watu ambao unachukizwa kwa hiki ambacho kimetokea? Tuambie kwenye comment. Lakini kubwa zaidi ni kuambie kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu, basi usisahau kusubscribe. Lakini kubwa zaidi, Shehe Diwani ameshasema hapa vile ambavyo unaweza kumpata na vile ambavyo anadili navyo mara baada ya kuweza kufika ofisini kwake. Namba za simu ameshazisema, lakini kama utakuwa umezisahau, hujazisikia vizuri, unaweza kutafuta kupitia media zetu hapa. Kuna Nyundo TV, Hatua TV,
sambamba na Sheikh Diwani mwenyewe kwenye akaunti yake. Unaweza ukaja tu Instagram ukasema mimi naomba namba za Sheikh Diwani, tunakugea. Ikibidi tukupeleke tutakupeleka, kama sio kukuelekeza pale ambapo ofisi yake ipo. Thanks for watching, till next time.